Mwanasiasa mkongwe wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Peter Msigwa ametoa hoja nzito kuhusu mazingira ambayo serikali na chama tawala vinaweza kugeuka na kuwa chanzo cha hatari kwa usalama wa taifa. Katika uchambuzi wake, amebainisha kuwa ingawa vyombo vya ulinzi na usalama vina jukumu la msingi la kulinda mipaka na nchi dhidi ya maadui wa nje, usalama wa kweli wa taifa unajengwa zaidi kwenye msingi wa imani ya wananchi kwa dola na taasisi zake. Msigwa amesema kuwa serikali huanza kuwa tishio pale inapoweka kipaumbele cha kubaki madarakani mbele ya wajibu wa kulinda katiba, sheria na maslahi mapana ya taifa. Amesema kuwa hali hii ya hatari hujitokeza wakati chama tawala kinapoanza kujiona kuwa ndicho taifa lenyewe, hali inayopelekea mtu yeyote anayekikosoa chama hicho kuonekana kama adui wa nchi, jambo ambalo ni hatari kwa ustawi wa demokrasia. Kwa mtazamo wake, vyama vya siasa ni vya muda, lakini taifa ni la milele. Hivyo taasisi za dola zinaposhindwa kuwahudumia wananchi wote kwa usawa na badala yake kuelekeza nguvu zake katika kulinda maslahi ya kisiasa ya watawala, imani ya wananchi hupotea na kusababisha mpasuko mkubwa ndani ya mfumo. Mwanasiasa huyo ameongeza kuwa changamoto za kiusalama huanza kutokea ndani ya mfumo wenyewe pale ambapo mahakama zinaposhindwa kutenda haki, bunge linaposhindwa kusimamia serikali na vyombo vya dola vinapoonekana kutumika kama silaha ya chama badala ya kuwa walinzi wa katiba. Amesema kuwa serikali inakuwa tishio pale ambapo ukosoaji unachukuliwa kama uhasama badala ya kuonekana kama uzalendo unaolenga kujenga nchi. Taifa lolote lenye afya njema ya kisiasa hukua kupitia michango ya wananchi wake wanaoweza kusema ukweli hata kama unauma, kwani kuwakandamiza sauti za wananchi hakutuondoi matatizo bali huyaficha tu kwa muda mpaka yanapolipuka na kuwa makubwa zaidi. Msigwa amebainisha kuwa serikali huwa tishio pale ambapo hofu inachukua nafasi ya uhuru, wakati utii kwa kiongozi ama viongozi unapopewa uzito zaidi kuliko utii wa sheria. Katika mazingira kama haya, uaminifu wa chama hupewa dhamana kubwa kuliko uwezo wa ufadhili wa mtu, na uchaguzi unapopoteza uaminifu mbele ya wananchi, hali inakuwa ngumu zaidi wakati vyombo vya ulinzi na usalama vinavyoingizwa katika ushindani wa kisiasa badala ya kubaki vikiwa waaminifu kwa katiba na taifa kwa jumla. Historia inatufundisha kuwa mataifa mengi hayajawahi kuanguka kwa sababu wananchi walikuwa huru kusema, bali wameanguka kwa sababu viongozi wake walikataa kusikiliza ukweli uliokuwa ukisemwa na wananchi. Katika uchambuzi wake, amesisitiza kuwa usalama wa kweli wa taifa haujengwi kwa nguvu za dola pekee, bali unajengwa juu ya nguzo 5 muhimu. Nguzo hizi ni pamoja na kuheshimiwa kwa katiba zaidi ya matakwa ya watawala, uwepo wa taasisi zinazojitegemea na kutenda haki bila upendeleo, matumizi ya sheria kwa usawa kwa kila mtu, uwepo wa ushindani wa kisiasa ulio huru na wa haki, pamoja na serikali inayowajibika kwa wananchi na kujenga imani yao. Amesema kuwa serikali yenye nguvu si ile inayowaogopa wapinzani wake, bali ni ile inayojiamini kiasi cha kuvumilia ukosoaji kutoka kwa wadau wake. Msigwa amesema kuwa taifa lenye nguvu si ile linaloziba midomo ya watu wanaokosoa, bali ni lile linaloweza kujibu hoja kwa hoja na changamoto kwa utendaji bora. Uzalendo hauwezi kupimwa kwa ukimya mbele ya makosa ya watawala, bali unapaswa kupimwa kwa ujasiri na wa kusema ukweli kwa lengo la kujilenga taifa. Kutetea katiba
haki si kupinga serikali na kutetea uhuru wa mahakama si kuhujumu dola, bali ni njia ya kulilinda taifa dhidi ya matumizi mabaya ya madaraka. Kudai uwajibikaji kutoka kwa viongozi si kuhatarisha usalama wa taifa, bali ni sehemu ya ujenzi wa msingi imara wa utawala bora ambao utanusuru taifa dhidi ya anguko. Amesema kuwa kiongozi mwenye maono hauulizi jinsi gani atabaki madarakani, bali huuliza ni kwa namna gani ataacha taifa likiwa imara zaidi kuliko vile alivyokuikuta. Hivi ni kwa sababu mwisho wa yote serikali zitapita, vyama vya siasa vitabadilika na viongozi watastaafu, lakini taifa lazima iendelee kubaki. Hivyo huu ndio wajibu mkuu wa uongozi wa kweli. Mwanasiasa huyo amesisitiza kuwa mjadala huu ni muhimu sana kwa wakati huu ambapo nchi inahitaji kutathmini hatua zinazochukuliwa na serikali hili kuhakikisha havivuki mipaka ya kikatiba na kuathiri amani ya muda mrefu. Hoja za Peter Msigwa zimejikita katika msingi wa kujenga taifa ambalo linazingatia utawala wa sheria na haki za binadamu kama nguzo kuu ya maendeleo. Amesema kuwa viongozi wanapaswa kutambua kuwa nguvu yao inatokana na wananchi na kwamba wanawajibika kurejesha mamlaka hayo kwa njia sahihi kupitia uchaguzi ulio huru na haki. Msisitizo wake ni kuwa uhuru wa kusema ndio ufunguo wa utatuzi wa changamoto nyingi ambazo taifa linakabiliana nazo, kwani bila mawazo mbadala serikali inaweza kujikuta ikijitenga na uhalisia wa matatizo ya wananchi wake. Amehimiza kuwa ni vyema kwa viongozi wa serikali kufungua milango ya majadiliano na Watanzania ili kuimarisha utaifa badala ya kujenga ukuta wa hofu na kutishiana. Amesema kuwa usalama wa taifa ni suala mtambuka ambalo linahitaji ushirikiano wa kila moja kuanzia viongozi hadi wananchi wa kawaida ili kuilinda tunu za taifa hili. Msigwa amesema kuwa ni jukumu la kila mzalendo kupasa sauti pale anapoona mambo yaendi sawa, si kwa njia ya kuharibu bali kwa njia ya kurekebisha ili taifa liliendelee kusonga mbele kwa amani na utulivu. Amemalizia kwa kusema kuwa viongozi ni dhamana na muda wa kila kiongozi ni fupi, hivyo ni vyema kuitumia dhamana hiyo kwa uadilifu ili kuacha alama nzuri katika historia ya taifa. Amesema kuwa ni muhimu kwa taasisi za dola kurejea kwenye misingi ya kikatiba na kuacha kuingiliwa na maslahi ya kisiasa ya makundi fulani, kwani hivyo ndivyo njia pekee ya kuhakikisha kuwa taifa linabaki kuwa imara na lenye umoja. Mwanasiasa huyo mkongwe amesema kuwa ataendelea kuonya na kutoa mwongozo kwa wananchi kuhusu mambo anayoona yanahatarisha msingi wa taifa, akiamini kuwa sauti ya wengi ikisikilizwa taifa linaweza kuepuka majanga mengi ya kijamii na kisiasa. Amewataka viongozi wote kutafakari upya mienendo yao na kuhakikisha kuwa wanaitumikia nchi kwa uoga wa Mungu na kufuata katiba ili kuepuka migogoro isiyo ya lazima kati ya serikali na wananchi wake katika kipindi hiki cha mabadiliko ya mfumo wa utawala.